Kabla ya risasi, kabla ya vita, meli za drone na siri nzito ya nguvu za kisasa. Kabla bahari haijachafuka kwa moshi wa vita, kabla habari hazijajaa maneno ya mashambulizi na kulipiza kisasi, kuna hatua moja ambayo mataifa huchukua kimya kimya. Hatua ya kuonyesha uwezo. Hatua ya kutuma ujumbe bila kelele. Na leo ujumbe huo unatembea juu ya maji. Sio kwa sauti ya kombola, sio kwa kishindo cha ndege za kivita, bali kwa meli za drone, silaha mpya inayobadilisha kabisa mizani ya nguvu duniani. Wakati macho ya dunia yakitazama angani, mapinduzi ya kweli yanafanyika baharini. Meli za drone, mapinduzi ya kimya. Meli za drone si hadithi za sayansi, ni uhalisia wa sasa. Hizi ni meli zilizotengenezwa au kubadilishwa mahsusi kuwa jukwaa la kurusha, kudhibiti na kurudisha drone, bila rubani, bila hatari ya moja kwa moja kwa binadamu. Tofauti na meli kubwa za kubeba ndege za kivita, hazihitaji marubani wengi, hazigharimu mabilioni, hazivutii macho sana. Lakini zina kitu kimoja muhimu sana: uwezo wa kushambulia bila kuonekana. Hii ndiyo siri inayofanya meli hizi ziwe hatari zaidi kuliko zinavyoonekana. Kwa nini dunia inakimbia teknolojia hii? Sababu si moja, ni nyingi, na zote zina mantiki nzito. Moja, vita vya leo si vya misuli, ni vya akili. Nchi hazishindani tena kwa ukubwa wa meli, bali kwa ubunifu, kasi ya taarifa na uwezo wa kuona adui kabla hajajua ameonekana. Drone hutoa macho yasiyochoka, masikio yasiyosinyaa na mkono unaoweza kufika mbali. Gharama ndogo, shinikizo kubwa. Kupoteza ndege ya kivita ni hasara ya mabilioni. Kupoteza drone ni hasara ndogo, lakini faida yake inaweza kuwa kubwa kimkakati. Hii inafanya mataifa madogo au yaliyo chini ya vikwazo kuwa na nafasi ya kushindana na wakubwa. Maisha ya askari yanabaki salama. Hakuna rubani aliye hatarini. Hakuna maiti za askari zinazochochea hasara za wananchi. Vita vinafanyika kwa rimoti kutoka mbali. Iris Shahid Bagheri, akili badala ya gharama. Iran ilifanya jambo ambalo wachambuzi wengi walilisifu kimya kimya. Badala ya kujenga meli mpya kutoka mwanzo, ilichukua meli ya container ya kawaida na kuibadilisha kuwa meli ya kisasa ya drone. Hii ndipo akili ilipotumika. Meli hiyo sasa ina runway kwa drone, eneo la kudhibiti operesheni, uwezo wa kubeba helikopta na mfumo wa upelelezi wa muda halisi. Hii inaifanya isiwe meli tu, bali iwe kituo cha vita kinachosogea. Mahali ilipo, ujumbe uliochaguliwa kwa makusudi. Kuweka meli ya drone karibu na maeneo nyeti kama bandari kuu, njia za mafuta, bahari zenye msongamano wa biashara si ajali. Ni ujumbe wa moja kwa moja. Tunaweza kuona kila kinachopita hapa. Katika maeneo kama Golfi ya Uajabini, ambapo uchumi wa dunia unapita juu ya maji, meli za drone zinakuwa zana ya shinikizo la kimataifa. Meli za drone dhidi ya meli za jadi. Hapa ndipo dunia inapobadilisha mwelekeo. Meli za jadi zinategemea nguvu na ukubwa. Meli za drone zinategemea siri na kasi. Meli kubwa zinaonekana kirahisi. Meli za drone hazipigi kelele. Na katika vita vya kisasa, asiyeonekana ndiye aliye mbele. Hatari halisi iko wapi? Hatari ya meli za drone haiko kwenye ukubwa wake, bali kwenye mashambulizi ya kushtukiza, uwezo wa kubadilika haraka na kutotabikana. Drone leo inaweza kuwa jicho, kesho ikawa silaha, na adui asijue lini ilibadilika. Hitimisho: vita vipya, sheria mpya. Meli za drone zinafungua ukurasa mpya wa historia ya kijeshi. Zinaonyesha kuwa vita havihitaji makelele. Hofu haihitaji mabomu, nguvu haihitaji ukubwa.
Katika dunia ya leo, akili ndiyo silaha kuu, na wakati bahari inaonekana tulivu, huenda hapo ndipo palipo na msukumo mkubwa zaidi. Maoni: je, meli za drone ni suluhisho la amani au mwanzo wa vita vipya vya siri? Je, dunia iko tayari kwa zama ambazo vita havitangazwi bali vinafanyika kimya kimya? Na wewe unaonaje? Teknolojia hii inalinda usalama au inaongeza hatari? Toa maoni yako. Endelea kufuatilia kwa sababu kile kinachoonekana kidogo leo kinaweza kubadilisha dunia.